katika hotuba alizowahi kutoa baba wa taifa Mwalimu Nyerere, hotuba fupi kuliko zote ilikuwa siku alipotangaza kifo cha Waziri Mkuu Edward Moringe Sokoine tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 1984. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere aliliambia hivi taifa: ndugu wananchi, leo saa 7 mchana ndugu yetu na kijana wetu Edward Moringe Sokoine, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokuwa akisafiri kutoka Dodoma kurejea Dar es Salaam, gari yake ilipata ajali. Amefariki dunia. Huo ulikuwa mwisho wa hotuba ya Nyerere. Na baadaye sisi tunaopenda chunguza tukataka kujua kwa nini hotuba yake ilikuwa fupi. Mimi nilipochaguliwa tu kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM, nilipata nafasi ya kuzungumza naye, nikamuuliza, kwa nini hotuba yako ilikuwa fupi? Tulitegemea pengine kwenye hotuba ile ungeeleza mambo mengi kuhusu Sokoine, kuhusu alifanya hivi. Akasema ile hotuba yangu haikuwa ya moja kwa moja, haikuwa mubashara, ilirekodiwa. Nilirudia mara 9. Kila nikianza hotuba kilio kinanikatiza. Nalia upya. Kwa hiyo inabidi nitulizwe kwanza, nianze tena. Na mwisho nikashauriwa, sasa wataalamu wale wanapima anaweza kwenda dakika ngapi. Mwisho wakagundua nusu dakika anaweza kumaliza bila kulia. Ndio wakaweka ufupi ule wa hotuba. Na anasema sikuwa namlilia Sokoine, wala sikuwa naililia familia yake, nilikuwa naililia nchi yetu. Nyerere anakuambia, nilifanya uchunguzi wa kina kumtafuta Mtanzania ambaye ni mwaminifu pasipo mashaka yoyote katika kutumikia nchi yake. Mtanzania ambaye hakuna namna yoyote unaweza ukampa rushwa na akaipokea. Akasema Sokoine, ukitaja tu rushwa anasikia kichefuchefu. Anasema nilikuwa natafuta Mtanzania ambaye hakuna namna anaweza akafanya ubadhilifu wa mali ya umma. Nilikuwa natafuta Mtanzania ambaye anatanguliza mbele maslahi ya nchi yake kuliko kitu kingine chochote. Na katika vigezo vyote vya uzalendo wa mtu kwa nchi yake,